JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Alright, kama kawaida bwana, hii ni JPS Online TV. Mimi naitwa East African Boy Chocho Brown wakishua. Kama kawaida bwana, nikiwepo katika maeneo yangu bwana, huwa tubahatishi bwana. Leo hapa ni siku fulani hivi ya kipekee ambayo tumeona bwana tuweze kuwazungukia wasanii. Ukisikia kwamba nguli wa muziki wa kibembe kutokea Nyarugusu bwana, niko na mbuzi la kibembe leo hapa kwenye 1 na 2 kupitia Chill Zone. Nitakuwepo naye hapa kuweza kuvibe kutokana na miongoni mwa matukio ambayo yamekuwa ya kitrend, kutokana na ile ambayo siku za hivi karibuni kulikuwepo na ile mijadala ambayo ilikuwa inaendelea mitandaoni ikionyesha Kizo Boy na Nyagomani waweze kushirikiana kwenye track. Lakini jana jambo ambalo limeweza kuzua gumzo kubwa mitandaoni baada ya kuonekana video clips na picha za pamoja ya Kizo Boy na Nyagomani. Tukirejea nyuma kabisa, mnamo Juni 30, 2023 ndio ilikuwa ni siku ya mwisho Nyagomani na Kizo Boy kuweza kuonekana kwenye ngoma ya pamoja ambayo ilikuwa inaitwa Acquire kwenye EP ya Mwana wa Fizi. Ulikuwa unalijua hilo? Tuungane pamoja. Hii ni JPS Online TV. Naitwa East African Boy, behind the camera mkali wa wakali, Boaz director. Niko na mbuzi la kibembe. Mambo ni aje? Fresh. Kama kaa. Mimi siko poa mzee. Mbuzi la kibembe siku zote anakuwa ni mtu mwenye vibe. Mbali na vibe, wewe ni mtu wa namna gani hivi? Kwa sababu siwezi kujieleza, lakini tu siko poa. Sawa, kuna mjadala ambao unaendelea mpaka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baada ya kuweza kuonekana ukiwa kwenye studio session moja na Kizo Boy. Tukirejea nyuma kabisa, tangu Juni 30, 2023 ilikuwa ni siku ya mwisho mbuzi la kibembe kushiriki kwenye ngoma moja na Kizo Boy. Na zilipita siku nyingi sana ambapo watu wengi walikuwa wakiona rumors ambazo zilikuwa zikiendelea kuonekana kwamba pengine Nyagomani na Kizo Boy ni watu ambao kuna sintofahamu ambazo zinaendelea, labda pengine zinafanya wasiweze kufanya kazi. Hatimaye jana umeonekana ukiwa naye studio. Tutamani uweze kuambia mashabiki kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini pia tukijua kabisa kwamba Nyagomani mtu mwenye balaa hasa zinapofika hizi siku za kumaliza mwaka. Unatuandalia kitu gani mzee? Kazi ndo kama mlivyoiona. Japokuwa sipo kama ninavyokuaga, lakini acha tujieleze tu. Kazi ni kama vile mlivyoiona, tulikuwa studio na yeye na tumefanya kazi. Nafikiri mimi nishafanya naye ngoma 2. Zote kakunjwa na hii nyingine ya jana tena kakunjwa. Na maana kazi zote kakunjwa. Kwa hiyo kikubwa tu niwaambie tu mashabiki zangu ambao wananijua, hakuna msanii wa kibembe ambaye anaweza kaja kujitokeza mbele yangu mimi nikunje kwenye ngoma. Nikiamua labda niamue tu mwenyewe, acha tu niweke kawaida. Nikiamua hakuna yote. Kwa hiyo watu wategemee maangamizi kwenye ngoma. Tumemwangamiza mdogo wetu. Na kuna kipati tumekiandaa na kiko tarehe 25, watu wajiandae. Nafikiri ni taarifa ambayo ndo watu wengi walikuwa wanataka waijue, kwa sababu mwaka ndo unaenda kuisha na hawajanisikia kauli yangu yoyote. Kwa hiyo wajiandae tarehe 25. Mikakati itapangwa vizuri na kamati, na tutawaelekeza wapi kwa kupata kadi na wapi itakuaje na nini. Kwa watu wajiandae tu. Naamini kwamba watupe macho. Na tutakunja kwenye kuvaa kwenye nini. Waje tu. Ni siku ya kuja kujionesha kama unajua kuvaa, kama unajua kupendeza. Ndio tarehe 25. Sawa, kwenye session ya jana Kizo Boy alionekana kuona vibe zaidi yako wewe. Mpaka baadhi ya watu walikuwa wakisema kwamba kwa vibe aliyokuwa nalo Obio Nyagomani hapa tumsikii kabisa, maana atakunjwa mbaya. Una kipi cha kuambia wale ambao labda pengine wanaweza kuwa ni haters au watu ambao wanamshabikia sana kwa Kizo Boy? Una kipi cha kuambia? Waongeze bidii ya kumshabikia, lakini kama siko na vibe mimi siko poa. Sasa hivi ni kama mwezi na wiki hata 2 siku sawa. Kuna vitu vipo sawa kwenye kichwa changu, imenichanganya. Masuala ya kikazi au familia? Vyote tu kwa ujumla sipo sawa. Kwa kikubwa tu ndio imenifanya mimi jana sikuwa na vibe, lakini tunaendelea kufanya kazi. Unajua hata kama tusipokuwa sawa, lakini tulazimisha. Tutajilazimisha hivyo hivyo, lakini naamini kwamba jana mimi mlimuona na vibe, lakini hamkuona kipindi naingiza verse yangu. Kwa naamini muda ambao mnyewe mlitoka niliweka akili kidogo vizuri, nikafanya kazi. Naamini verse ni kubwa. Wote ambao watapata bahati ya kusikia watasikia verse yangu ni kubwa. Nilifanya vizuri, ni yule tu Nyago, sema tu sijaa tu vizuri, lakini naamini tarehe 25 nitakuwa mkali sana, kwa sababu nitajitahidi nimalize tofauti zangu na mtu ambaye amenichanganya akili yangu. Sawa, labda tusigie in deep zaidi kuweza kujua yupi bwana akakuchanganya mpaka sasa kuonekana Nyagomani akiwa kinyonge zaidi. Tutamani kuweza kuelezea, kwa sababu mwaka 2024 kukaribisha mwaka 2025 Katari ba pale Nyagomani alitisha vibaya. Nadhani kwamba hakuna show nyingine yoyote ile ambayo Nyagomani amewahi
kuvibe kama ambavyo iliweza kuvibe ile pale. Kuelekea party ambayo inaenda kuandaliwa na Nyagomani pamoja na Kizoboi. Mambo gani ya kitofauti ambayo umeandaa kuweza kuyaonesha kwenye party hiyo? Kwanza tutapendeza sana. Alafu nataka watu wote ambao wanamshabikia Nyago waje wamejitahidi kuvaa kwa sababu mle ndani tutawagawa. Nitaambia watu wangu kaeni hivi. Tuone watu wake kwa sababu mimi naamini wote washamba watu wake. Kwa hiyo mimi naambia tu watu wangu mje mmejiandaa, mmevaa vizuri, mdrip. Niko kinyonge lakini sidhani kama tarehe 25 nitakuwa kinyonge. Kwa hiyo kikubwa tu wajiandae, waje wamependeza sana. Kwa sababu mimi nitawagawa naonesha watu wangu walivyopendeza tulivyokuwa wengi kwa sababu sitakuwa wengi kuliko wake. Kwa hiyo kikubwa watu wangu tu mjiandae. Tutajitahidi kubalance kiingilio kio kimebalance sana kwa sababu unajua wiki za hapa watu wanakuwa na vitu vingi. Kwa hiyo kikubwa mjiandae tu. Na utofauti wa Nyaru Vibe na hii sio show, hii ni party. Ile ilikuwa ni show. Ikitokea tena show nyingine tufanya maangamizi zaidi ya pale kwa sababu naamini mwaka huu tumefanya vitu vingi. Tulifanya Nyaru Vibe, tumeenda Kongo, tumefanya Baba Levo. Tuna vitu vingi tumefanya mwaka huu. Kwa hiyo kikubwa tu waniombe Mungu haya matatizo ambayo kwa pokati yaishi kwa sababu akiisha naamini tutafungua mwaka vizuri, tutafanya makubwa na kuja hapo. Naamini audio ya Zuna yenyewe iko hapo. Waendelee kusupport na mimi hivi karibuni tutaiachia na video inakuja. Kwa kikubwa tuko vizuri Kirui, tumejipanga vizuri na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Okay, kukaribisha mwaka 2026. Siku zote Nyagomani huwa tunamwona kwamba inapofika mwishoni mwa mwaka hivi vibe inakuwa ni la kutosha. Tunao tulipotoka ni mbali bwana. Ngoma kali sana mwenyewe naikubali. Hongera sana. Shukrani mzee wangu, shukrani. Haya bwana Nyagomani, natamani kuweza kufahamu kitu labda pengine nilikuwa natamani sana kuweza kukijua. Nadhani labda anaweza nikakurudisha nyuma kidogo. Kwa asilimia kubwa Nyagomani ameonekana ni msanii ambaye huwa anatoa msaada sana kwa wasanii japokuwa fadhila hazirudishwi kama vile labda pengine Nyagomani anavyotarajia. Lakini mpaka sasa kuna namna Nyagomani kwenye baadhi ya interviews unakuwa ukisema kwamba kila msanii kutokea hapa Cheche bwana kapita kwenye mikono yangu. Nadhani natamani kuweza kujua kwamba ni trick gani au njia zipi ambazo huwa unazitumia kuweza kumtoa msanii ambaye yupo chini kumpeleka juu aweze kufahamika zaidi. Kwanza ni bidii za msanii mwenyewe. Pili ni tunamwomba Mungu sana. Cha tatu ni kufuatana na mimi mwenyewe nilivyopangilia mikakati yangu. Mimi niliamua kuwa msaada wa watu wengine, sikuamua kuwa mtu ambaye nitawashusha watu wengine. Kwa hiyo mimi nitengeneza kwamba mimi natakiwa niwe msaada wa watu wengine. Na ndio maana unaona kwamba nikimsaidia mtu nasaidia kwa moyo mmoja. Saidii kwa sababu eti kwamba kesho atanilipa au atafanyaje. Mimi namsaidia tu. Hayo malipo tutajuana mimi na yeye au Mungu, mimi na Mungu wangu. Kwa hiyo kikubwa mimi nafanya tu kusaidia lakini kikubwa ni msanii mwenyewe kwanza bidii zake. Pili tunamwomba Mungu sana. Tatu ni mimi mwenyewe nilivyokunjua tu moyo wangu wa kusaidia watu. Hivyo tu yani. Siwezi kusema labda kuna njia nyingine wala nini. Ukiamua kumsaidia mtu wewe amua kumsaidia pale ulipo fanya mfikishe. Ndio maana unaona kwamba kila hatua niko nazua, kila sehemu niko nazua kwa sababu naamua afike pale ninapofika mimi. Na ndio maana hata kama ninaweza kusema kwa sababu bana sasa hivi hii hatua azua ashakuwa sana. Tuanze kumuongeza mwingine, tunaanza muongeza Janje. Maana tunakuwa kwenye hatua tunaenda watu watatu na maana hivyo ndio ilivyo. Na ndio maana uliona Kongo nilienda na kitu nzima. Kwa kikubwa mimi sio mchoyo, mimi nataka tu kidogo nachokipata share na wengine tufanye hichi ndio nilivyo mimi. Kwa hiyo kikubwa kwa wasanii wengi hapa kwetu wamepita kwenye mkono wangu lakini wengi unajua ile ushajipata lazima na wewe utengeneze njia zako za kuwatengeneza watu wako sababu mimi siwezi kupendwa na watu wote. Lazima wale watu ambao wanamchukia Nyago wakupende na wewe. Hivi ni vitu gani ambavyo kwa sanaa ya hapa nyumbani nadhani kwamba wasanii wengi wanavikosea ambavyo vinafanya wao wasiweze kusikika kama Nyagomani? Kwanza wanajikuta wameshamaliza. Pili wananiangalia mimi wa mtandaoni, hawamwangaliagi Nyago wa nyumbani yukoje. Kwa hiyo Nyago wa nyumbani ndo anatengeneza hit. Sio Nyago wa mtandaoni. Nyago wa mtandaoni ni yule tu naringia watu mara nini nimechora tattoo na kuonesha nini na nini. Wewe ukimwona vile unasema msingi ni wapi? Lakini ukija kwenye maisha ya mtaani, yani naangalia maisha ya mtaani watu wanafanya nini, watu wanataka nini. Ndio vitu ambavyo sasa wao wanavaa maisha mtandaoni ambao mtandaoni hawayaoneshi ndio wanaweka mtaani. Unanielewa ninachokiongea? Ina maana wao mtaani wanaishi ile maisha ambayo mimi naishi mtandaoni. Ambao sasa wanatakiwa waishi mtandaoni hawayaoneshi. Yaani mtandao yale ambao wanaonesha mtandaoni ndio maisha yao halisi. Unaona? Ya mtandaoni sasa ndio wanaleta kwa jamii. Sasa ndio maana wanafeli kwa sababu mimi yale maisha mtandaoni na ambao naishi na jamii ni vitu vile tofauti sana. Nakumbuka kipindi fulani hivi Nyagomani kwenye video yake Mwamba kajitupia kibeseni na vitu fulani hivi. Kuna baadhi ya watu walitamani kutoka na style ile pale. Kuna namna ungepotosha watu Mwamba. Ndio maana nakwambia kwamba wao wanaishi maisha mtandaoni nyumbani. Maisha mtandaoni acha yawe mtandaoni. Maisha ya nyumbani yawe nyumbani ndio watu walivyoumbwa. Kwa hiyo wewe ukiwa msanii unatakiwa kwamba uwe na vitu uwe yani mtu ambaye unaishi sehemu mbili.
Kwa mtandaoni uko nyumbani. Ndio mtu anatakiwa aishi. Kwa sababu gani? Mtandaoni naweza kukaa kifua wazi lakini mtaani sitotembea kifua wazi. Lakini mtandaoni naweza kuonekana ninavuta sigara, na kunywa pombe, nafanya vitu vingi, lakini mtaani sifanyi vyote hivyo. Kwa hiyo kubwa watu wanatakiwa waelewe kwamba kuna maisha usanii na maisha ya ulivyozaliwa, kwa sababu kuzaliwa na usanii. Kwa hiyo watu wajitofautishe. Na ile kujitofautisha ndio kufanya wewe unatengeneza kitu kikubwa, kwa sababu ukiishi sana mtaani wewe ni msanii, utatamani utengeneze kazi za usanii. Lakini ukiishi mtaani kama mtu wa kawaida utatengeneza vitu vikubwa, kwa sababu unacheza na jamii nataka nini. Sasa nataka nikuulize swali moja. Kuna mstari ambao niliwahi kukutana nao kwenye wimbo wako, unasema kwamba aliomba dunia ndiye anayejua anavyokupenda. Usije ukazingua ukasepa ukaniacha ukaenda. Huo mstari unakukumbusha wimbo gani? Hiyo ni Katu. Mwamba nimekukubali sana. Nyagomani kwamba huwa asahau mistari ambayo anapitia. Sisi nikasahau ngoma zangu. Hiyo ni Katu ambayo nilikuwa nimeimba kwa sababu ya Zuu. Aliumba dunia ndio anajua ninavyokupenda. Yaani aliumba hii mbingu na dunia. Ndio anajua jinsi gani ninavyompenda. Yeye hata nikimueleza kitu gani hawezi akaelewa kama mimi nampendaje. Kwa hivyo inawezekana kwa sababu gani mwanamke yote hawezi kuamini. Unajua mimi nilianza na Zuu kipindi mimi ni star sana kuliko yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa aamini kama mimi nampenda. Kipindi bado dancer. Dancer. Kwa hiyo alikuwa aamini kama mimi nampenda. Kwa hiyo takiwa sasa niambie aliumba dunia ndio anajua ninavyokupenda. Usijue kazi ngoka ni hacho kasepo kaenda. Kwa hiyo kuna maneno mengi mle ndani ambayo mtu ukifikiria ni mazuri, lakini ni Katu. Ngoma yangu Katu. Hivi ni ngoma gani kutoka kwa wasanii hapa nyumbani unatamani labda ungekuemo ndani kama umeshirikishwa hivi? Ungetisha zaidi na ungesimamisha kambi? Ngoma gani? Haijatoka ni ngoma ya Janja Nesto, haijatoka. Micho ya Chika. Nafikiri ulipofika hapa nilikuwa naisikiliza. Naona. Ile ngoma angenipa nafasi. Ningetisha vibaya, lakini mwache kwanza dogo apige mwenyewe, lakini ngoma ni kali sana. Watu wasubirie. Anaweza kafunga au akafungua mwaka. More time bwana Nyagomani anakuwa anaonekana akiwa na Zuu Janja Nesto hapa. Natamani kuweza kujua kwamba ukiwa mbali na dogo Zuu vitu gani wewe unavimisi? Ni mama, mke, vitu vingi, dada, kaka. Yaani ukizunguka mzunguko wangu mzima Zuu ameubeba. Kwa hiyo kuna muda nisipomuona najikuta kama nimekosa vitu vingi sana. Kwa hiyo amebeba mzunguko mzima wa Nyago, lakini sidhani kama kwake iko hivyo. Ila yeye amebeba mzunguko kwa sababu ni mtu ambaye nimemzoea. Unajua mazoea yanasumbuaga sana. Ni sasa umzoee mtu alafu muone. Unajua kuna vitu vingi mimi na yeye tunashare. Tunakuta sehemu bana tunataka kufanya show, tunaandaa, yeye anapanga, mimi nataka nivae hivi, lakini wewe ungevaa hivi ingekuwa vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamzoea na kukuta hata kama upo naye, unakuta hapa Zuu angenisaidia hichi. Hapa ningefanywa hichi, una vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anamisi vitu vingi sana kwake. Tunataka kujua hii Nyagomani featuring Kizoboy ndio inafunga mwaka au kwa kama bonus track hivi ya kufunga mwaka? Kwa mimi na yeye tunafunga kwa sababu mimi sikuwa na mpango wa kufunga. Kile yeye hajanipa ridhaa kufunga mwaka, alifunga mwaka huu ni Zuu. Kwa hiyo mimi nilifunga mwaka jana na maekea embe kule. Kwa hiyo huu mwaka mimi sijapewa ridhaa, yani alipewa ridhaa kufunga mwaka ni Zuu. Au kuna namna unamwachisha kwamba na wewe bwana sikika duniani? Uongozi ndio umechagua Zuu afunge mwaka. Na unaona kabisa ngoma inaenda duniani. Ukiangalia IG, TikTok ngoma linaenda. Kwa kikubwa amefunga mwaka vizuri, nampongeza. Namtakia Janja na yeye kwa sababu Janja naye amepewa ridhaa kufungua mwaka, kwa hiyo namtakia Janja na yeye afungue mwaka kwa kishindo. Kwa hiyo kikubwa naombea ufanye vizuri, lakini kwa mwaka tunafunga mimi na Kizoboy, nimepata bahati ya kushirikishwa na Kizoboy na tutafunga mwaka. Naamini tumemwangamiza sana. Vibe sana. Kwa hiyo kikubwa nimepewa nafasi ya collaboration, sijapewa nafasi ya kufanya ngoma yangu mwenyewe. Tulipotoka ni bonus tu, tunaendelea kuwaburudisha watu, bado sijafanya official kazi zangu. Sawa bwana. Kuelekea siku hii hapa ya maangamizi 25 bwana. Nyagomani na Kizoboy kwenye party fulani hivi. Nikimwona Nyago naiona crew nzima Kirui, dogo Zuu pale Janja Nesto nini, labda tutasaini wengine hatujui hapo. Siku hii hapa tarehe 25 tunawaona wote hivi. Wote lazima wawepo. Sasa wanakusaje kuwepo? Wote lazima wawepo pale, wawepo kwenye party, ile party ni kali. Kwa sababu kwanza ngoma ya dogo Zuu ndio itakuwa la moto. Kwa hiyo watu wajiandae kuja kuperform na Zuu ngoma lake, watoto wazuri, wakali, wote waje. Kikubwa waje tu wamependeza. Mimi nataka tu mashabiki zake wa Zuu, mashabiki zangu waje wamependeza. Kwa sababu tukiwa tumependeza pale tunamuonesha mtu aibu. Tunamwambia watu simame, watu wetu wanasimama pale, tunaruka. Kwa hiyo kikubwa watu wajiandae sana kwa sababu party itawaka sana. Hii sio show, ni party. Naamini sana. Mimi mwenyewe sije pale kama mtu anakuja kuperform. Japo nitaperform lakini nakuja pale kibishow zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu watu wanatakiwa waje wamejiandaa sana. Upendeze kuliko Nyago. Sasa kuniweza sasa ndo kazi. Ujumbe ule watu. Kwa kuniweza ndo kazi. Nataka kujua kitu kimoja kwamba Nyagomani bwana, katika yale maandalizi kwamba umealikwa kwenye party inabidi au kwenye performance yote hivi, tamasha yote inabidi ukaperform live. Maandalizi yako waga hapo?
Maandalizi kwanza nakaa na uongozi wangu, nakaa na watu wangu. Na wasanii wangu wananishauri tufanye hivi na mimi nawaambia mimi nilikuwa nataka nawapa plan yangu ni hivi hivi. Hiyo ndio plan hii tufanye hivi. Video kama hivyo. Kikubwa tu mimi na watu ambao kwenye mangu wazuri ambao sio wabovu sana. Kwa hiyo ndo tunafanya maandalizi na nikifika pale nitaua kama kawaida yangu ya. Kuna namna tukizungumzia wasanii wakubwa hapa nyumbani kwetu bwana Nyagomani, niseme kwamba kwa upande wangu mimi ni front line. Ni mtu wa kwanza kabisa. Pengine labda maoni ya wadau tutakutana na mengine huko tutazungumza watu. Natamani kuweza kujua kwamba wewe kama mtu ambao umefanya media tour, umezunguka maeneo tofauti na umekutana na wasanii ambao wana uwezo mkubwa zaidi yako. Vitu gani ambavyo umejifunza natamani kuwaambia wasanii wa hapa nyumbani wabadilike ili kwamba kuweza kufikisha muziki wa kibembe duniani? Kwanza tutafute nafasi. Ndio cha kwanza kwa sababu hata hao ambao wanasema wana uwezo zaidi yetu, sio wana uwezo zaidi yetu. Sidawa wana nafasi nzuri kuliko sisi. Kwa hiyo kikubwa tutafute kwanza nafasi. Na kikubwa sisi hatuna hela ya kumpa mtu yoyote ila tusaidie sisi. Ila watu ndo wale watu ambao wametangulia ndo wana uwezo wa kutusaidia sisi. Tuache ile kiburi kwa sababu ndugu yako akutumia dola 100, dola ngapi ndio ujikute kama na mimi naweza kumlipa divorce na mimi naweza kufanya kazi na fulani. Acha kazi yako iongee. Wewe wekeza sana muda wako mwingi kwenye uandishi kwa sababu uandishi wako ndio utakufanya wewe kutoe hapo ndio sehemu nyingine. Mimi sijatoa hapo kwa hela yangu kumuonga mtu. Mimi sina hela kumlipa mzee Madii. Eti brother mimi na nini na milioni ngapi, sina hiyo hela. Unaona, lakini kazi nilimshawisha akasema dogo anapambana ngoja nimsaidie fulani. Kwa hiyo tukiwa watu ambao tunaamini kwamba tunaweza tukasaidiwa, naweza kufanya. Mimi kuja kukutana na comment mtu anakuja ni comment kwamba nilimpa Baba Levo hela ili nikaperform dakika 5. Dakika 2 mzee. Mimi ni hela gani ya kumlipa mheshimiwa? Yaani mtu yeshakuwa mheshimiwa, mimi niwe na hela ya kumlipa. Unaona Chukulia kama ni haters. Mtu anaamini yeye anawasupport nyie lakini tena nyie mnaendelea kutoa kauli ambazo ni chafu ambazo kuwashusha watu kutokuendelea kutusupport. Kwa kikubwa tunatakiwa sisi tuache ile kujivisha kitu ambacho hatuna. Hatuna hela yoyote. Wewe imagine tunaishi kwenye nyumba za nyasi, alafu bado tunalingana watu ambao wanaishi kwenye magorofa. Mimi nimeenda kulala sehemu ambayo nimewekwa na mheshimiwa nalala kwenye gorofa. Naam. Bei hapo sio poa. Ndio napolala mimi napopelekwa ambao unasema mimi nililipia. Uliza sasa kwa kikubwa uwezi kulipia kwa mtu ambaye amekuzidi uwezo. Kwa kikubwa sisi tujishushe, tuwekeze sana kwenye uandishi. Dunia sasa hivi iko mkononi mwako, simu yako ipo, fanya challenge kali, fanya vitu vikali, ngoma yako itaenda. Sasa hivi ngoma tu ya Zua hapa kuna mheshimiwa kaja comment, tofauti na comment wanasema ngoma kali. Hiyo ndio vitu tunavyovitaka, tengeneza tu kazi kubwa. Basi hizi kauli za kuwa unajivisha kitu kwa sababu upate demu, yani wewe upate tu demu jirani yako, mimi nitaimba kwa sababu nipate demu jirani yangu. Sisi hatuko huko, sisi kitu tushavuka kwa sababu sisi tunawekeza kwenye peni, tuandike sana. Ndio kwa maana utakuwa ukisikia ngoma zetu watu wameandika sana na usije ukashangaa mimi nikaa uandishi wa kuandika ngoma za kibembe unakuwa unapungua kwa sababu gani natafuta sehemu zingine tofauti na hapa. Kwa kikubwa ndugu zangu sisi tuko kwenye harakati kubwa sana ambayo inatakiwa sisi wasanii hapa tushirikiane kwenye uandishi. Tuandike sana na usitegemee tu kukaa kwenye sauti moja. Hapa hatuko kwa yani, hatumuimbii Mungu. Hapa natakiwa ushawishi watu ambao wamejivuruga, wamelewa. Mtu ambaye amelewa kuelewa ngoma yako ni vitu vigumu sana. Kwa hiyo kubwa tunatakiwa tuwekeze sana muda na hatujafika. Bado leo tunaanza. Kwa hiyo kikubwa tu niwaambie tu hilo na ndugu yangu uko vibaya nikiwa vizuri tutaongea sana. Sasa kwa kumaliza hivi kuelekea hiyo party ya tarehe 25 sema na wadau wako nini kuanzia watu wa JPS Online TV lakini pia mashabiki wa Nyagomani lakini pia Takizo Boy kwa kumfanyia hivi nini kutumuinue mwamba. Mimi kikubwa cha kuambia kwamba mashabiki wote wa Nyagomani lakini hii tunabagua, tunaanzia rika ya 16, 17 ili tu na watu ambao wanajielewa ambao watakuja wamependeza vizuri. Anapotea mtoto wa mtu. Unajua hii ni party, sio show. Kwa kikubwa niwaambie tu mje mjiandae tarehe tutawaambia. Kikubwa tuwe karibu na GPS. Kwa mkiwa karibu na media hii mtapata kila kitu, mtatusikiliza, mtakuwa mnajua leo tumetembelea wapi, tumefanya nini. Kwa kikubwa wajiandae tu. Sije kuona tukio ambao ni bovu. Wananijua. Kwa kikubwa tu wajiandae. Labda mashabiki wa Kizo Boy msanii wao waangushe lakini mimi Usimama. Siwezi mzee wangu. Siwezi kuangusha. Kwa kikubwa mjiandae tarehe 25 Mbuzi la Kibembe. Takiwasha tutapa tarehe tu hapa ukumbi tu hapa tuambia vitu vingi. Kwa kikubwa tusogelee GPS tuambia kila kitu kupitia hapa. Oya wanakuambia kwamba pambana uvimbe usiishi kizembe au sio bwana. Hii ni kauli mbiu kutoka Chill Zone. Nilikuwepo na Mbuzi la Kibembe, inaitwa East African Boy Chocho Brown. Hii ni JPS Online TV. Endelea kukaa hapa kwa pamoja, tumekupasha taarifa zote ambazo zinaendelea. Kizo Boy featuring Nyagomani kwa mafulani hivi ya kufunga mwaka. Wewe nani unachelewa? Ni sena mengi ya ziada. Ciao ciao.
Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.